Kikubwa zaidi namshukuru Mungu kwa neema yake kwa sababu yeye ndo anaachilia kibali cha wimbo gani utoke, wapi niende kuhudumu, nini ambacho nifanye kwa wakati gani. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa neema yake, lakini niseme tu namshukuru Mungu sana kwa ajili ya muendelezo wa kazi zangu za kila mwezi, lakini na muendelezo pia wa huduma za hapa na pale. Namshukuru Mungu sana pia. Mwaka 2026 umekuwa ni mwaka wa kuhesabu baraka sana, kwa sababu umekuwa ni mwaka wa baraka sana na nyimbo nyingi zimekuwa zikifanya vizuri. Mimi bana nimekuwa inspired na kuimba kupitia mamangu. Alikuwa anaimba kwaya inaitwa Palapanda kwaya pale Mbeya. Na alikuwa anaimba sauti ya pili. Kwa hiyo mama Kibonge wa Yesu. Yes, so alikuwa tukienda kanisani nikimwona anaimba pale, basi mimi nilikuwa nabarikiwa sana. So kupitia yeye nikawa inspired, nikaanza kuimba kwaya nikiwa shuleni, nikiwa pale kanisani kwenye kwaya ya watoto, nikahamia tena kwenye kwaya ya Paradiso ambayo ni ya vijana. So huko nimepata experience na nimejifunza nini maana ya utumishi, ndio mpaka leo hii amepatikana Kibonge wa Yesu. Naam. Kwetu tuko almost watano, yes, na mimi nikiwa wa kwanza. Yeah. Namshukuru Mungu amenipa neema ya kuwa na kipawa cha kuimba na pia kuandika mwenyewe. Niseme faida za kuandika vina, tunasema ni nini? Faida za kuandika vina ni wimbo kushikika kwa wepesi. Si lazima kila wimbo uimbe vina, lakini ukiimba wimbo ambao una vina ni rahisi mtu kusikiliza mara ya kwanza, mara ya pili akafuatisha, kuliko wimbo ukiwa hauna mpangilio. Nimekuwa na walimu wengi sana, na walimu wengi walikuwa ni maproducers wangu. Kwanza kabisa mwanzoni nilikuwa nafanya kazi na producer alikuwa anaitwa Mbuba, Peter Mbuba, ni marehemu sasa shafariki. Lakini mara ya pili nikakutana na producer anaitwa Frank Charles. Huyo ndo alinifundisha kuimba modern gospel sasa na namna kuandaa, kwa sababu mimi tangu mwanzoni nilikuwa napenda sana kuimba like wa Kongomani na nini. So yeye ndo akanifundisha sasa namna ya kuimba hizi gospel flavor, kwa hiyo namna ya kuandaa wimbo na nini. So producer mwingine wa tatu anaitwa Kingson, yuko pale Mbeya pia. Huyo ndo alinifundisha namna sasa ya kuandaa wimbo na kuandika vizuri, kwamba lazima wimbo uwe na mwanzo, kati na mwisho. Kwa hiyo ndio maana unaposikiza nyimbo zangu, unavyoanza kusikiliza wimbo unakushawishi usikize kitu kinachofuata ni kitu gani, unakuwa unaelewa mtu alianzia hapa kaenda hapa then wimbo kaisha namna hii. Kwa hiyo na washukuru sana watu wote, wamefanyika mchango mkubwa sana kwenye maisha yangu ya huduma na uimbaji, wametufundisha vitu vingi sana. Naam. Haikuwa rahisi kwa sababu kwanza nilikuwa sina confidence. Unajua kukutana na macho ya watu, macho karibia 1000 yanakutazama. Ilikuwa ni Mbeya. Mimi nimeanza huduma huko Mbeya. Kwa hiyo kwanza, kwa mara ya kwanza nimeingia studio kurekodi wimbo wangu mwaka 2013. So ni kitambo kidogo, nikiwa bado mdogo. So nimeanza kupata confidence nikiwa shuleni sasa, kwenye yale makasfeta, kwenye Easter conference. Huko ndo kumenijenga sana kupata confidence ya kusimama mimi peke yangu. Yes, yeah. Naweza kusema mwili wa Kristo ndio umetuunganisha, lakini watu hawawezi kwenda pamoja wasipopatana. So ilitokea tukawa na chemistry. Huyu anatokea na mkubali, huyu anatokea na mkubali huyu, then ikawa hivyo. Lakini ni watu ambao tupo karibu sana, na kilichochangia zaidi kuwa karibu kwa sababu tunafanya kazi na producer mmoja ambaye ndio mixing doctor. Yes, yeah. Kwa hiyo nimesababisha tuwe pamoja kwa sababu ya kushinda pamoja, kufanya kazi sehemu moja, unakuta imetufanya tumekuwa na hiyo chemistry. Na appreciate vitu vingi sana, kwa sababu kwanza kabisa Obiafa ni mdogo wangu ambaye tumetoka mbali sana. Naweza kusema wakati mimi natoka Mbeya, mimi ndo nilikuwa naangaliwa zaidi, na ni mdogo wangu ambaye alikuwa ananiangalia, ambaye alikuwa na wish kuja kuwa kama mimi. So zaidi kana nafurahia vile Mungu amemuinua, lakini ni kati ya wadogo zangu ambao wanapenda kuona nafanikiwa zaidi. Yaani akiona kitu kizuri lazima atakuonesha. Yani ukiingia DM yetu utacheka sana. Yaani akiona kitu kizuri lazima anitumie, bro angalia hichi. Au kama yeye unakuta labda ametoa kazi hajaitoa, ananitumia, tunashauriana. Kwa hiyo ni watu ambao tumekuwa na chemistry hiyo. Kwa hiyo naomba Mungu anipe neema ya kuzidi kuwepo. I don't want to be the top, but I want to be there.
Maana yake sitamani kuwa namba moja, lakini natamani tu kazi zangu kila ninapotoa zibariki watu wengi. Hata kama sio East Africa tu, but dunia nzima. Yani mimi natamani tu kila ninachokitoa kibariki watu ambao Mungu ametarajia wahudumie na hicho. Yes, yeah. Kila kitu kina mchango wake, lakini kufanya hivi kawaida studio recording sio gharama. Lakini when it comes kwenye live recording ni gharama kubwa sana. Kwa sababu inahitaji muda mrefu sana wa kujiandaa, ina consume watu wengi, ina consume vitu vingi. Lakini studio ni kitu ni process yake ni simple. Ukiwa wewe unakuwa na producer tu, kutoka hapo unaenda kushoot na director, which is gharama ya kufanya playback na live ni vitu viwili tofauti. Ukifanya live utafanya mazoezi muda mrefu, utaenda utakodisha venue, si muziki, nini, sale, mkishatoka hapo tena mnaenda tena studio tena. Unaona ni kazi ambayo kidogo live recording ina gharama kubwa sana. Yes. Kwa sababu nilifanya singeli kwa maelekezo ya Mungu, akinielekeza tena nifanye mimi ni nani? Yes, kwa sababu kila kitu huwa naamini kinafanyika kwa kusudi. Na mimi nilifanya muziki wa singeli kiwa mwenyewe I'm not a fan of muziki wa singeli, lakini kama Mungu why umeniambia niimbe hichi kitu kwa majira haya? Kumbe kuna kitu kikubwa alikuwa ameniandalia kupitia huo muziki. So kupitia ule wimbo na muziki ule nimeweza kwenda kuhudumu huko Lindi. Unapozungumzia Lindi, Mtwara, huko ndo singeli kweli wanapenda. So utahubirije huko bila muziki hiyo? Kwa lazima uone muziki huo ndipo uweze kufikia watu wa namna hiyo. Kwa namshukuru Mungu kupitia ule wimbo ulifanyika daraja kubwa sana la mimi kuwa hata hapa nilipo leo. Yes, namshukuru Mungu, shuhuda ni nyingi sana kupitia kila wimbo ambao nimekuwa nikiachia. Na ndio maana imekuwa ikinipa nguvu ya kuendelea mbele. Kuna shuhuda nyingi, lakini ambayo nakumbuka nilipata ni mtu alikuwa anataka kujiua, lakini alivyosikiza wimbo wangu akapata tumaini la kuishi tena. So nikasema Mungu, kama unanitumia kuzuia vitu kama hivi, that means kuna kitu kikubwa sana umeweka ndani yangu ambacho ni ujumbe wa matumaini. Kwa mtu yote ambaye anasikiza nyimbo ambazo Mungu ameweka ndani yangu, zimebeba tumaini, zimebeba hope, zimebeba faraja, zimebeba kuinua mtu upya tena. So namshukuru sana Mungu sana na kupitia hizi nyimbo ambazo amekuwa akinipatia kile itwapo leo. Na ndipo nikasema kwamba sitaacha kuimba kwa namna yote ile, kwa sababu kupitia nyimbo zangu ninaamini kuna mioyo ya watu wengi inainuliwa, kuna maisha ya watu wengi yanainuka. Yes. Kweli kabisa, namshukuru sana Mungu kwa ajili ya wimbo wa My Blessings na Hesabu Baraka. Umekuwa sio wimbo wa kawaida kwenye maisha yangu, kwa sababu umekuja naweza kusema umekuja kuhit au kwenda viral baada ya miezi 8. Yes, kwa hiyo nilifanya studio version ambayo nikatoa visualizer ambayo nimeshoot studio, ikafanya vizuri, lakini sio hivyo. Then nakumbuka mwezi wa 12 Mungu alinipa kibali cha kuandaa ibada ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya miaka 10 ya huduma. So nikaurudia ule wimbo kwa muundo wa live. Then mwezi wa kwanza nikaweza kuachia. Nimekuja kupata kibali ule ambao nimefanya live. So umeenda viral hadi mwenyewe kabaki na shangaa. So namshukuru sana Mungu. Na kwa nini umekuja kufanya vizuri baada ya miezi 8? Kwa sababu nilivyotoa wa live ulivyoenda ukapush pia ule ambao nimefanya studio. So zote zikawa zinaenda kwa pamoja. Nimejifunza kwamba wakati wa Mungu ni sahihi zaidi. Na haimaanishi kitu kisipoenda kwa wakati huo kwamba ni kibaya. Kinakuwa ni kizuri, pengine hayakuwa majira yake, au Mungu ameandaa majira yake kifanye vizuri zaidi. So tusichoke kufanya. Hata kama umetoa wimbo mtu hujaenda, wewe keep pushing tu. Ujui umeandaliwa kwa ajili ya nani, au unakuja kufanya vizuri baada ya miaka mingapi. Kwa sababu tupo mashahidi, kuna wimbo wa ndugu zetu wa Zabron Singers kuja kuiti baada ya miaka 2, si miaka mingapi huko. Na ndio ukawa wimbo ambao umewapa mafanikio makubwa. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kupitia wimbo My Blessing, kwa wimbo wa baraka sana kwenye maisha yangu. Kuna pahali umenifikisha, umefanya nimeenda mikoa na nchi kadhaa kuhudumu kwa sababu ya wimbo wa My Blessings. Yes, yeah. Naam, amen. Yesu alikuja kwa ajili ya sisi wote. Umeona?
unapopitia jambo fulani, hata kama limekuja kwa namna ambayo wewe unaona ni mbaya, kumbe Mungu anataka kujitukuza katika huo ambao unaonekana ni ubaya. Kwa sababu kuna mengine anakuja kama maumivu lakini mwisho wake ni furaha, na mengine anakuja kama mazuri lakini mwisho wake ni mbaya. So jaribu kumuuliza Mungu, je, kwenye hili kusudi lako ni lipi? So usikate tamaa, kwa sababu kuna mtu ambaye alipitia ugonjwa pengine mgumu au hali ngumu zaidi ambayo wewe unapitia. Usikate tamaa kwa namna yoyote ile, kwa sababu kesho yako ni njema. Pale unapokata tamaa ndipo neema inakuwa imekaribia. Na mimi nawapenda zaidi, naweza kusema kwamba hapa nimevaa t-shirt yangu inaitwa Grateful Heart Experience, ambao nimefanya mwaka jana kwa mara ya kwanza baada ya miaka kadhaa sijawahi fanya, na nimekupitia hii ibada nimepata experience kubwa sana, hasa hata ya muziki wa live, kwa sababu nilikuwa sijawahi kufanya. So kwa nini Grateful Heart Experience? Ni kwa sababu ni moyo wa shukrani kwa yale yote ambayo Mungu amekuwa akitenda kwenye maisha yangu na maisha kila mtu. So hii itakuwa ni endelevu. Tutaanza kufanya gathering, lakini pia mwaka huu hautaisha bila kuandaa ibada nyingine tena. So watu wakae tayari muda wote ule. Lakini pia nitaendelea kuachia nyimbo ambazo nilifanya live, lakini na ambazo za studio pia. Kwa watu wakae tayari na YouTube channel yangu kama Kibonge wa Yesu. Muda wote, wakati wote nyimbo zitaendelea kutoka, lakini huduma za hapa na pale pia zitaendelea. 2026 ni mwaka wa kuhesabu baraka. Hakikisha kwa namna yote ile unajiambatanisha na baraka hizi. Unavyoimba wimbo huu, hata kama wakati huu unapitia challenge fulani, unapojitamkia baraka, ndivyo baraka zinavyoambatana na wewe kwenye maisha yako. Hata kama hauzioni saizi, lakini katika ulimwengu wa roho tayari zinajitengeneza, zinajiumba kupitia kinywa chako na zinakuwa kwenye maisha yako.